Bismillah. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumesafiri leo salama, tumefika salama eneo la kazi. Kwa upande sisi wa wachezaji tumejiandaa vizuri ili tuweze kuwini katika mchezo wa kesho. Tunajua tunacheza na timu ngumu, timu ambayo ina wachezaji wazuri, lakini tutawaheshimu ili mradi tuondoke na pointi 3 muhimu. Inshallah. Maswali kwa Masalanga. Hussein Masalanga, wewe ni mwenyeji hapa Dodoma kama ambavyo tumetangulia kusema, na anaenda kucheza dhidi ya Tanzania Prison ambao kimsingi kuna namna ambavyo mtanao mara nyingi. Kama wachezaji mmejiandaje kwenda kucheza dhidi ya Tanzania Prison, ni kiwanja ambacho pengine ni historia kubwa sana katika sisi kama nilivyosema awali kwamba tunawaheshimu, ni timu nzuri, ni timu ina wachezaji wenye uzoefu, na sisi pia ni wachezaji wazoefu na ana experience kubwa. Naamini kwa sisi tulivyojiandaa katika mazoezi ya kesho na leo tunaenda kumalizia mazoezi ya mwisho, tunaweza tukafanya kitu ambacho tumefanya hapo nyuma. Kwa sisi lengo letu kubwa ili tuweze kupata ushindi ili tusonge mbele. Mabadiliko ya viwanja pengine inaweza kuwa vimewathiri kwa namna moja na nyingine kisaikolojia. Sisi kama wanajeshi muda wote tuko vitani na hatuchagui kiwanja cha kucheza. Sisi tunapopangiwa tunacheza muda wote wakati wote. Kwa hiyo sisi tuko tayari kwa muda wote wakati wote, ili mradi kufanikisha lile ambalo tunalikusudia. Swali la 3 kwa Masalanga. Neno lako la mwisho kwa mashabiki wako walioko hapa Dodoma. Kwanza tunawashukuru kwa kuendelea kutupa support kama timu, kuja kutupokea kwa siku ya leo. Lakini pia tunaomba endelee kutunga mkono. Naamini kwa kutunga kwao mkono tunaweza tukafanya vizuri katika ligi yetu. Sawa, hili swali Masalanga linahusiana na timu yako unayochezea Young Africa pamoja na timu nyingine ambazo una ndoto kucheza pia baadaye. Nafasi ya makipa wazawa imekuwa ndogo sana kwenye timu hizi 3 kubwa. Yanga, Azam, Simba imekuwa ndogo na ni kuingia na kutoka. Tatizo ni nini, au kama umefanikiwa kwa nafasi gani kucheza kwenye timu kubwa akija kutoka nje? Mimi nafikiri sijaona kama kuna tatizo lolote, ila walimu, kila timu inakuwa na mwalimu wake na mwalimu yeye anachagua golikipa wake namba 1. Kwa sisi wazawa ni lazima tuoneshe juhudi. Huwezi kupata mafanikio kama huwezi kupata challenge. Kwa nini mwe namba 2 nyinyi wazawa? Challenge inatokea kwa sababu ya challenge. Lakini nafikiri timu nyingi sasa hivi makipa namba 1 ni wale ambao wazawa. Labda hiyo timu nasemea labda timu ya huko. Asante sana mzee wangu, nadhani tutaendelea na mijadala mingine.